Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema ibada leo inaanza sio kila mtu, lakini huenda kuna mtu mmoja Mungu amemkusudia. Kuna mtu mmoja Mungu amemkusudia. Wakati unafikiri kula kwako na kulala kwako, wakati unafikiri kuamka kwako na kufanya kwako kazi, fikiri pia hatima yako iko kwa nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia, Yesu alitoa mfano kwamba kuna bwana mmoja tajiri mpumbavu. Alilima, akavuna mazao mengi, akaweka kwenye ghala mazao mengi sana. Akaiambia nafsi yake, sasa kaa, kula, unywe, ufurahi, maana mavuno ni mengi. Wakati anajipanga kufurahia kazi ya mikono yake, Mungu anamwambia nakuhitaji. Wakati unajibidisha na kila kitu ukimwacha Mungu, unafikiri Mungu akikuhitaji ni nini utaondoka nacho bila Mungu. Bwana asifiwe. Kuna watu tunawafahamu sio kwenye Biblia tu, ila maiki bado iweke vizuri. Kuna watu tunawafahamu sio kwenye Biblia tu. Kuna mtu alikuwa rais wa Zaire, leo anaitwa DRC Congo. Alikuwa anaitwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga wa Zaire. Alikuwa ni mtu tajiri sana. Alikuwa msafara wake ni Benzi 100, sio za serikali, za kwake. Bwana Yesu asifiwe. Alikufa akazikwa na suti tu. Vyote alivyovitabikia havipo, hakuondoka navyo, wala havina msaada katika maisha yake kule anakoenda. Sikukatazi kufanya kazi, sikwambii uwe mzembe, sikwambii uwe mvivu, ila chochote unachokipa kipaumbele kiwe ni baada ya Mungu. Anasema utavu na haki yake, na hayo yote unayotaka yawe ni sehemu ya ziada, kwa maana nyongeza. Nani anaenda kununua sukari hapo anaambia nipimie niongeza, nitakuja kununua kilo 1? Yupo? Nani anaenda kuuza pombe anaambia nionyeshe pombe ninywe nilewe, alafu nitakuja kununua chupa 3? Nani? Nyongeza inakuja baada ya gharama. Unalipa gharama ya kipimo, alafu nyongeza inakuja kukushukuru kwa kulipa gharama kwa mpimaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mlivyokaa ni kama mko kwenye msiba, amekufa mtu mnayempenda. Sasa umefika wakati ambapo jeneza lake limewekwa hapo mbele na picha yake, alafu kabla mjaruhusiwa kwenda kumuona, amesimama hapo mbele mtu anatoa taarifa ya historia ya marehemu. Kwa hiyo unaona kama unamuona marehemu vile, yani jinsi ulivyokuwa unampenda, masikitiko yenu mlionao. Yaani mtu atuangalia kama Yesu akija sasa hivi tuenda mbinguni. Mungu tusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa la mwisho lilikuwa ni kanisa lililojichanganya, kanisa ambalo linamwabudu Mungu na linamwabudu shetani. Na kumwabudu shetani sio tu kupiga ramli, kuabudu shetani sio tu kwenda kwa waganga, kuabudu shetani sio tu kwenda kutambika, hata kupenda fedha kuliko Mungu ni kuabudu shetani. Kumchukia mwenzako na unakaa na mtu lakini ndani una kisasi nao, wewe ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kuto kumhurumia mwingine na kutomsaidia mwingine ni ushetani. Na ndio maisha ya leo. Unaweza ukawa unajua habari za Kristo na unajua umuhimu wa kiibada, lakini haupo tayari kumshirikisha mwingine habari za uzuri wa Kristo na habari ya unyakuo wa kanisa na mwisho wa kanisa. Haupo tayari. Unaweza kumuona mlezi na ukamtania mapema usharewa, unachukulia kawaida. Hauna upendo wa kumwambia hatima yake ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tunawajua hata kama sisi tuna dhambi, lakini wao wapo kwenye mfumo wa dhambi kabisa? Wangapi tunawajua na wangapi tunawashuhudia kati ya hao?
tunawajua wengi, lakini tunashuhudia tumekosa upendo. Kwa kukosa upendo ni kumwabudu shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vumilia ni huko mbele. Mwisho wa somo langu tutahubiri. Nimesema kwa jina la Yesu, leo kuna mtu mmoja ataitwa hapa. Upako wa Bwana wa kuinua wanyonge umeshuka. Kama wewe mnyonge, simama kwa jina la Yesu. Bwana anaenda kuondoa unyonge. Haleluya. Bwana anaenda kujibu maombi yako. Tutafikia, lakini sasa wacha tujifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maonyo ya Kristo kwa kanisa la mwisho yanalenga nini? Bwana Yesu asifiwe. Maonyo ya kanisa ya Kristo kwa kanisa yanalenga nini? Maonyo ya Kristo kwa kanisa yanalenga mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kuliandaa kanisa kwa unyakuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuliandaa kanisa kwa unyakuo. Kwa hata mimi ninapofundisha somo hili, lengo ni kukuandaa kwa ajili ya unyakuo. Soma Wakorintho 15 mstari wa 51 hadi 52. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 mpaka mstari wa 54. Mpango mkuu wa Yesu kwa kanisa ni kuliandaa kanisa kwa habari ya unyakuo. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aliyepata. Sura ya 15 mstari wa 51 mpaka mstari wa 54. Neno la Mungu linasema. Angalieni, nawaambia ninyi siri. Yes. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja, kuvumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wavu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Yes. Maana sharti huu ubarikio uvae kutokuharibika, uharibikio uvae kutokuharibika. Nao huu wa kufa uvae kutokufa. Nao huu wa kufa uvae kutokufa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muulize jirani yako, tuko pamoja? Muulize tena, tuko pamoja? Mbona sauti zimejificha sana? Muulize mara ya mwisho, tuko pamoja? Yes. Amen. Anasema hivi, nawaambieni siri hii, kwamba hatutalala wote, yani hatutakufa wote, bali kuvumba na kufumbua sisi kwanza. Waliokufa wote sharti wafufuliwe, na wakiisha kufufuliwa tulio hai ni sharti tubadilishwe, tutoke kwenye muonekano wa mwili tulio nao, tupewe mwili mwingine, mwili wa roho. Tutoke kwenye mwili wa nyama, tupewe mwili wa roho, ambao mwili huo hautaharibika tena. Bwana asifiwe sana. Kwa Yesu anapolionya kanisa ni ili kanisa liweze kufaa wakati wa mabadiliko, kwa sababu katika maisha ya mwanadamu kuna hatua ya mwisho inaitwa hatua ya mabadiliko. Mwili wako utabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi tuko pamoja au tunashauri nini? Amina. Kama hatutavumilia kujifunza, hatutaweza kubadilika, na kama hatutabadilika, hatutaweza kuleta mabadiliko.
Na kama hatutaweza kuleta mabadiliko, maisha yetu yatabaki kama yalivyo. Kama tunataka maisha yabadilike, tulete mabadiliko. Na kama tunataka kuleta mabadiliko, tukubali kubadilika. Na njia ya kubadilika ni kujifunza. Hamna njia nyingine. Yesu analionya kanisa, ili kanisa lijiandaa likijua kwamba kuna saa ya mabadiliko ambapo mwili huu utabadilishwa. Na ili mwili wako uingie kwenye system ya mabadiliko, kuna system ya kuishi kabla ya kufika wakati wa mabadiliko. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Analiona kanisa. Na mabadiliko yale hayahusu maisha ya ulimwengu huu. Mabadiliko yale yanahusu maisha yetu baada ya ulimwengu huu. Maana anasema tutakapobadilishwa tutakwenda kumlaki Bwana mawinguni. Maana anaongelea unyakuo. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Biblia inatuambia kwa habari ya unyakuo, na watakaonyakuliwa ni watakatifu. Anasema parapanda itakapolia, watu walio watakatifu wenye haki watasikia, na wakisikia itawapasa kuinua vichwa vyao wapi? Yesu anawaambia wanafunzi wake, mpindi mtakapoona hayo, inueni vichwa vyenu. Una uhakika Yesu akija na malaika, parapanda ikilia, una uwezo wa kunyanyua kichwa chako juu? Una uwezo huo? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujitathmini. Ibada yenye maana ni ibada inayokuandaa na hatima ya maisha yako, sio ibada inayokupa mahitaji ya kuishi kwako. Kwa sababu kuishi kwako ni kwa muda, lakini maisha yako ni ya milele. Anasema duniani hatuna mji udumuo. Kwetu sisi ni mbinguni, lakini mbinguni sio Kariakoo kama unaenda kupanda mwendo kasi. Mbinguni ni mbali, na njia ya kwenda ni moja. Anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima, na kwa mtu hawezi kwenda mbinguni, yaani kwa Baba, ila kwa njia ya nani? Yesu Kristo. Kama hautamshika Yesu, kama hautashika mafundisho yake, kama hautatenda anayotaka, kama hautafanya alivyosema, huwezi kwenda, huwezi kwenda, huwezi kwenda, huwezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu ni mbingu ya watakatifu, kuzimu ni kuzimu ya wenye dhambi. Uchague unataka wapi. Kama unataka kuzimu, endelea kutenda dhambi. Kama unataka mbinguni, jitakase uzidi kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tujifunze habari za hatima ya maisha yetu. Masuala ya uponyaji wa miili yetu, hata madaktari mbili wanaweza, lakini hawezi kutupeleka mbinguni. Habari ya uchumi inaweza katokea tu ukagongwa na gari la mtoto wa baresi, akakugondolesha tu kidogo, baba yake akakulipa milioni 500 ukawa tajiri, lakini hawezi kukupa mbingu. Kwa maana tujifunze kupata ambayo hatuwezi kuyapata popote isipokuwa kwa mmoja, Kristo Yesu. Amen. Hayo mengine yote, unataka ndoa, unaweza hata ukakutana na mwanaume huko barabarani, mwanamke, na akakuoa au ukaoana, lakini hamwezi kuipata mbingu. Tunajifunza jambo ambalo litaamua kesho uwe nani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili ni kudhihirishwa kwa mpinga Kristo. Yesu analionya kanisa. Kwa hiyo anasemaje? Kila mtu anayemwamini Mungu amemwamini ili awe na neema ya kushinda kinachoshindana naye. Lakini matokeo au uwezo wa kushindana na hicho unategemea kiwango cha imani yako.